Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kundi la wapiganaji wa Kipalestina katika ukanda wa Gaza, kundi la Hamas, ambalo kwa namna moja ama nyingine linaonekana kuwa kimya, lakini kundi hilo lipo vitani na linapambana kweli kimya kimya. Licha ya miezi kupita, miezi kadhaa ya uhalifu wa kivita uliofanywa na Israel huko katika ukanda wa Gaza na kuvunja makubaliano ya amani ya kuanzisha upya mashambulizi, lakini bado IDF imeamua kuanzisha operation maalum kuwasaka wapiganaji wa Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza, na hadi sasa wanamiliki eneo la asilimia zaidi ya 50 katika eneo hilo la Kipalestina la ukanda wa Gaza, na wapo kwenye mstari wa mbele wa mapambano na wanaendelea kuhakikisha unalisaka vyema kundi hilo la wapiganaji wa Hamas. Lakini Hamas ambao wanapambana kwa kuvizia wakati huu wanadaiwa kwamba wanazidi kufanya mashambulizi na kuua wanajeshi wengi wa Israel. Mapema siku ya leo asubuhi, duru za habari za utawala wa Israel zimeripoti kujeruhiwa kwa askari kadhaa wa Israel na kuhamishwa katika hospitali za Tel Hashomer na Belenson. Na kwa mujibu wa habari hizo, wanajeshi wa Israel waliojeruhiwa huko Gaza wamesafirishwa hadi kwenye vituo vya matibabu kwa helikopta za kijeshi kutokana na mapigano yanayoendelea katika ukanda wa Gaza. Katika maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza, wanajeshi wa Israel wa ardhini wanaonekana kupenya katika baadhi ya majengo ambayo ni magofu, huku wakiendelea kuwasaka Hamas, lakini pia Hamas nao wanawawinda vilivyo wanajeshi hao wa Israel. Hii imekuja kusababisha Israel kurushiwa makombora pamoja na risasi na hatimaye kuuawa kwa baadhi ya wanajeshi, licha ya kwamba taarifa hazielezwi ni wanajeshi wangapi wameuawa ama waliojeruhiwa. Lakini tovuti ya habari ya Hadashot Bazman imeripoti maafa mengine ambayo yamewapata wanajeshi wa Israel katika ukanda wa Gaza, tena kwenye maeneo ambayo utawala wa Israel unadai umeadhibiti. Lakini hadi wakati habari hizi zinaandaliwa kupitia shirika la habari la serikali ya Iran, kulikuwa hakujatolewa maelezo zaidi kuhusu habari hizo na kwamba ni idadi ya wanajeshi wangapi wameuawa. Matukio hayo yanakwenda sambamba na kuingia brigedi zote za kijeshi za askari wa miguu na wenye silaha za kijeshi za utawala wa Israel katika eneo la ukanda wa Gaza kwa lengo la kuisaka Hamas. Hata hivyo, licha ya kwamba kazi yao kubwa ilikuwa ni kuwasaka Hamas, lakini askari hao inadaiwa kwamba wanaonekana kuwaua raia wasiokuwa na hatia. Wanajeshi wa Israel wameingia katika maeneo ya makazi ya watu ambapo wanadai pengine ndipo walipojifichia Hamas na kufanya maovu kwa kuwapiga risasi raia wa Kipalestina ambao wanaendelea na shughuli zao huku wakipambana na janga la njaa kutokana na kwamba Israel kwa muda mrefu ilizingira ukanda huo bila kuruhusu uingiaji wa chakula na misaada mingine ya kibinadamu. Kwa mujibu wa mtandao wa Hebrew Khan, kikosi cha askari wa miamvuli cha Israel pia kimetumwa kikamilifu kwenye eneo hilo katika muda wa saa 28 zilizopita na kimeingia kwenye operation hiyo, ikiwa ni uthibitisho mwingine kuwa mapambano makali yanaendelea hasa kaskazini mwa eneo la ukanda wa Gaza. Israel imeongeza mauaji zaidi huko Gaza, huku dunia nzima ikiendelea kulaani utawala wa Israel kwa uhalifu wake mkubwa wa kivita dhidi ya watu wasiokuwa na ulinzi wa ukanda wa Gaza. Kadhalika, moja kati ya uthibitisho mwingine ambao ulielezwa na Umoja wa Mataifa ni kwamba Israel inasababisha, licha ya mauaji ya watu wa ukanda wa Gaza, lakini pia na askari wake wenyewe ambao nao pia wanakutana na vizingiti vya wapiganaji katika eneo la ukanda wa Gaza kutoka kwa Hamas na makundi mengine ya kijihadi, ikiwa ni pamoja na Jihadul Muslimina, moja kati ya wapigania haki huko katika eneo la ukanda wa Gaza wakitetea ardhi ya Wapalestina. Kadhalika, Israel inapokea mapigo mengine kutoka kwa makundi kama vile ya Hamas ambayo kwa wakati huu yamezingira bandari ya Haifa, lakini pia yakiendeleza na urushaji wa makombora katika viwanja vya ndege, ikiwa ni pamoja na ule wa kule Tel Aviv, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ben Gurion. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na sisi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu. Naitwa Adam Hussein.